Chapesa. Habari mwanamichezo mwenzangu wa Chapesa Media, tunakutana tena katika viunga vyetu hivi vya burudani na michezo. Ukiona nimeshika hiki kitonge mwana Chapesa, basi fahamu na kuletea habari za burudani na michezo. Kama ilivyo ada, viwanja vinane, mechi TFF hawataki kuraza damu, mambo ya viporo vimeshaisha. Kila mmoja ashinde mechi zake, kila mmoja acheze kwa uwezo wake, performance yake kwenye pitch. Ndicho kilichotokea jana. Wababe wote Yanga, Simba na Azam wameondoka na pointi 3. Lakini hasa tutadadavua mchezo hii miwili, Simba Sports Club na Singida Black Star, huku tunakuja Yanga Africa zidi ya TRA. Kuna kauli ya kwanza tulizungumza kuwa semaji la TRA huyo mkusanyaji kodi, mkusanyaji ushuru, alisema sisi tunaenda kama watetezi au kama wababe kwa Yanga. Kama tuliweza kutoa draw huko Arusha, wasitegemee KMC watatufunga. Lakini siku ya jana Starboy Arani Okelo, toto la Uganda, ameondoka na tuzo, ameondoka na mpira, hati triki kwa mara nyingine, mchezaji wa 3. Mimi binafsi sikutegemea kama litatokea hili. Tumsikilize mzee Side, amemwona Starboy, pia ameona mashindano yanavyoendelea. Je, kwa ushindi wa jana Yanga ni bingwa au bado tusubirie mechi zidi ya JKT? Maana Yanga atakuwa mgeni, JKT ni mwenyeji. Nipo na mzee Side, tutazungumzia mchezo wa Yanga African pamoja na Simba Sports Club, Meja Samuyo na KMC pale Kinondoni. Mzee Saidi, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Shikamoo mzee wangu. Marhaba. Kwanza leo naomba nigongea uzi wa uzi wa Sweden. Timu ya taifa ya Sweden, kwa sababu nilikuwa nampenda sana huyu jamaa. Hebu wewe director mulika hapa jina vizuri, namba 10. Tumeona namba 10 Ibrahimovic. Kwa nampenda sana. Cha pili, huyu bwana yuko zake Sweden. Kaituma imekuja toka jana. Jana ndio nimekabidhi. Ni shabiki kakuletea kutoka Sweden. Yupo Sweden. Ameniambia napofanya kipindi anaomba niivae. Bwana, ni raia wa Sweden au yeye ana mapenzi na yani yeye ni Mtanzania ambaye anaishi Sweden. Yeye ni Mtanzania. Miaka mingi alishabobea kule. Kwa hiyo mimi niliongea naye nikamwambia bwana, hebu nitafutie jezi yoyote ile nyekundu kutoka Sweden. Jezi nyekundu kutoka Sweden. Jezi ya Sweden. Ya timu ya taifa ya Sweden. Akaniambia na nilimwambia iandikwe jina Abramovich. Akaniambia hapana, hawa watumii jezi nyekundu, wanatumia jezi ya njano. Akanitajia sijui na jezi gani, nikamwambia basi haya hata hiyo ya njano niletee, lakini mgongoni hiyo imeandikwa jina la yule. Alafu pili na namba 10 yake uiweke. Ndio hii hapa nimeivaa. Bwana. Imekuja jana mpya, hata maji ya Tanzania haijagusa. Naona bwana mpaka lebo haijatoka, tunakuwa hasira bwana, hujangoa. Uzi OG hujangoa. Hujangoa. Wala wasifikiri nimeenda kuchagua zile za chini. Hujangoa. Mimi nikajua, mimi nilipokuwa nimekuona kana angalia, mbona kama sione hapa logo kama ya nani? Galatia. Sasa wa Galatia. Kwa mbali. Wanaingia hapa wa Galatia. Kwa mbali. Hii bwana, sema ndio hivyo, si hatukawi kukusanya maneno. Unaona? Anavaa mpaka jezi za Yanga. Hii sio jezi ya Yanga. Nilipoangalia jezi Yanga. Mzee Side leo kaamua kutinga wa Galatia. Wana jezi zao za manyoka. Sasa waje wanipe jezi kama ile mimi. Kwanza ile mimi yenyewe sivai. Mzee Side bwana, shukrani kwa shabiki wako wa Sweden kakuletea uzi. Bwana Mwamba, shabiki wako Mzee Saidi uzi wake ameupata na tayari ameshatinga. Anatoa shukrani za dhati kwa kumgaia uzi. Mbavu zangu zisionekane. Umestiri mbavu tena. Sasa hapa si nimestiri. Kwani ngoja. Kuvaa nguo ni nini? Kujistiri mwili. Sasa sina mimi nimestiri mbavu. Safi kabisa. Sasa je? Kitu kimekubali. Ndio, lete maneno. Sasa hujaweka kiatu, ungeweka tena pesi kabisa. Kiatu cha nini sasa? Mimi si mwana sports. Yaani utinge vitu vyote vikamilike bwana. Mwana sport bwana. Twende kwenye viwanja vyetu vya. Bwana wewe ushai kuniona mimi natembea na ndala hata mjini. Wewe vipi? Wewe unasema ndala sio vazi la chooni. Tunaamini ndala unaenda nazo chooni. Uweze kuvaa ndala ukaenda zako. Wewe maisha haya. Maisha kitu gani bwana Mzee Side? Umetinga uzi. Watu wanatembea pekupeku. Wewe unamuona yule mtu anajulikana duniani anatembea pekupeku. Yule nani yule muimbaji yule? Mjomba.
Na Mrisho Mpoto. Unashamuona kavaa viatu yule. Okay. Ukitembea pekupeku anakuita mchawi. Mpoto anamuita mchawi. Hata na mimi navaa ndala, naambiwa ndala za kuendea chooni. We, maisha, watu washavaa magurudumu ya gari hapa. Na maisha yanaendelea. Maisha yanaenda. Mzee Side bwana, tuanze na hili hapa. Jana na Imani kama kawaida tarehe 24 walipiga viwanja 8 na jana tarehe 27 kama kawaida viwanja 8 mbungi lilikuwa likipigwa. Meja Samuyo Simba Sports Club zidi ya Singida. Singida amelala kwa chuma 2-0. Mpanzu pamoja na Oula. Ulitegemea Singida atamfunga Yanga? Atamfunga Simba? Mbwa na Singida hili nililisema mapema kabisa, nikakwambia kutoka hapa sasa hivi siku ambayo tulikuwa tunaongea Simba afungwi wala Yanga afungwi. Simba afungwi wala Yanga afungwi. Yani ile ya nani ile ya Azam ndio ilitosha, Simba ya Dodoma Jiji ndio ilitosha. Wamefungwa tena. Hao wanaenda mpaka wanamaliza. Huyu anachukua ubingwa, huyu mwingine anachungulia. Bado mechi moja. Mechi ya nini? Kwa out. Mechi gani? Na Simba huku JKT mechi gani shekhe? Kumaliza. Yani bado msimu. Mungu wangu. Na wewe bado unabisha kwa kwamba yule bwana sio bingwa. Mimi sibishi, tunazungumzia mchezo uliobaki. Hata mkiacha acheni tu. Simba aache na Yanga aache. Basi biashara iishe. Yani aache kufungwa, aache kucheza. Kucheza wakabidhi makombe, basi biashara iishe, tuanze kwenye usajili. Mimi na shida na usajili. Umeona wenzetu jana Aziz Ki ameonekana. Si tunamuonyesha yule nani sijui yule. Nani? Aklamo. Sasa wenzetu wanamuonesha Aziz Ki. Aklamo alikuwa anacheza wapi? Aziz Ki katoka kwenye timu. Kwa Aklamo na kuna pua. Aklamo usijue mwenyewe. Na jana Aklamo ameonekana kule, huku ameonekana Aziz Ki. Aziz Ki shughuli yake mnaijua. Aklamo shughuli mnaijua. Kwani sasa alikuwa na umwaga yule Aklamo? Sasa kapona? Bado, wenda wapi? Haya, jana kule alikuwa anacheza Chobwedo. Chobwedo kakutana na jitu linakimbia kaa swala. Tutakuja huko. Tunaenda kwanza na timu yako moja. Tunaanza na Simba Sports Club bwana. Simba tumeshinda. Jana mmeshinda. Ndio tunalinda nafasi yetu. Wengi walikuwa wanategemea na Imani Singida atamkazia Simba. Lakini sivyo mchezo ulivyokuwa. Sivyo au wanakwambia Simba. Au Singida atamkazia Simba. Au hawaujui mpira, kila siku Chapesa nakwambia. Unajua kuna watu na mtu, kila siku hili nakwambia. Kuna watu na mtu. Watu ni wengi. Mtu ni huyu. Mtu ni huyu. Mmoja peke yake. Basi sasa mtu mmoja huyu akikwambia, kaa uyafikiri mambo yake anayokuambia. Usisikilize watu wanaongea tu, mnapiga kelele. Lakini akiongea mmoja unatakiwa usikilize, na ndio maana kwenye hutuba inatolewa na mtu huyu. Sio watu wote nyie mliojaa mnamsikiliza mtu huyu. Mmoja pekee. Wewe nini bwana? Ndicho kilichotokea kwa siku ya jana. Sasa wewe Singida yule, Singida mfunge Simba. Simba natafuta jambo lake. Hajawahi kukufunga wewe Singida? Singida amenifunga lini mimi? Kufunga goli 3-1 kule. Wewe Singida ile inanifunga goli 3. Mungu wangu wewe. Mimi nikiwasema viongozi wale wewe unakasirika. Ndio nakwambia ukweli. Wewe unawatetea wale viongozi wa Simba, wapelekee dawa ili wajue wanakosea wapi. Umenielewa? Sisi tunafungwa na Singida, timu tulikuwa nayo hiyo. Si ndio matokeo yake mkaenda ndio timu ile iliyopeleka finali. Ndio mkaenda timu gani? Ngoja basi, ndio matokeo yake mkaenda kumchukua yule sijui mnamuita Simba. Si ndio alitupiga yeye mwenyewe 2 mguuni. Sasa Kayeke. Sasa bora hata ungemchukua Kayeke kuliko kwenda kuchukua ule uchafu. Mimi nakwambia yule sio mchezaji. Sawa. Mimi si nilikataa kwenye hichi kitonge. Hichi kesho kitonge kitakuja kunishukuru hichi. Ndio. Nilimkataa nikasema pale hamna kitu. Watu wakaniataki. Matusi nini kiko wapi? Mpaka leo hajakanyaga ligi. Unaangalia tu. Sasa ndio unatuja yote Singida anafungwa na Simba anafungwa na Singida. Wewe nipishe huko. Wote mmeshinda. Simba ameshinda goli 2-0. Yanga kashinda goli 3-0. Pointi zimebaki pale. Zile 2. Magoli yanazidi kuongezeka. Gepo ya magoli inazidi kuongezeka. Na matumaini ya kusema bwana Yanga atapoteza hakuna. Bado mbio za kinyang'anyiro cha ubingwa zina matumaini tena kwa upande wenu. Tumaini utoke wapi? Na mechi ile kwa jana ndio wengi walikuwa wanakuatia leo bora mtu angekuwa yuko ICU. Wewe mtu unamuona kabisa kaishatolewa ICU, yuko hoi, watu wanaambieni daktari anakwambia bwana wewe subiria tu ya Mwenyezi Mungu. Bado una imani? Yaani daktari anakwambia subiri tu ya Mwenyezi Mungu. Alafu anakuja kwa wanandugu anakwambieni bwana nyinyi
pelekeni tu nyumbani, tuombe Mwenyezi Mungu. Kuna kazi tena. Tuje bwana kwa Star Boy Young Africa Sports Club pale KMC. Yanga jana bwana chuma 3-0 TRA. Christina Mwagala maneno aliyoyazungumza sivyo alivyoyategemea. Tuanze na hapo. Goli 3-0. Ila na Chapesa unanichosha. Nini? Yaani wewe unanichosha sana. Kuchosha na nini? Yaani inakuwa kama vile ni mtu ambaye hujielewi au hutumia akili mdogo wangu. Maana sasa inabidi tuanze kuulizana maneno ya ajabu mimi na wewe. Au hutumia akili. Kwa sababu gani? Hata wewe Christina Mwagala yule ana nini? Yaani yule Christina Mwagala aenda kaizuie Yanga yule kwa maneno yake yale. Nilikwambia aende akakatekate nyanya, apike mboga, apike chakula watoto wale. Akalale kule. Wewe watu wanatafuta jambo lao. Umeiona cabinet iliyokuepo pale juu? Sura 4. Sura 4, sura za hatari tupu. Au wenyewe watu wa Simba wanaulizana zile sura zikikaa pale unajua tumeondoka. Kwanza ule msafara hata kwanza binafsi watu wanajiuliza msafara unakuja hapa. Siku moja mwenyekiti wa Simba katoka na msafara. Anaenda wapi? Wewe achana na hiyo habari bwana wewe. Wewe umeiona shughuli iliyofanyika pale? Ile shughuli sio ya polepole babu, ile cabinet iliyokaa pale. Mtu anashuka kule kashuka na mabouncer. Wameweka watu wamefunga mnyororo. Kila mmoja anataka mguse tajiri, kila mmoja anataka mguse rais. Wewe nenda zako huko. Na mheshimiwa ndani kaingia. Afu wewe pale kuna yule nguo afu yule baba kaja hata kuongea yeye anacheka tu anapiga makofi Okelo anavyowatesa watu wewe. Sema huyo. Sasa kumbe unauliza swali. Mamba wewe. Wewe unauliza makofi polisi ukikufika. Na mzee Saidi kwanza. Kwa nini zile sura uaga ukiona zimefika uwanjani? Usitegemee Yanga atatoa draw au kufunga. Na zinaonekana kwenye majambo muhimu. Kwenye shida rasmi. Kwenye shughuli muhimu. Ndio zinaonekana zile sura kumaliza kazi. Kwa jana walikuja kumaliza kazi. Kwa bwana leo tunamaliza kazi. Kwanza uliona zilikuwa zimecheka mpira umeanza? Hapana, wote wametulia. Kwani uliona walikuwa wanataka wananong'onezana? Hakuna story, watu wote wamekaa pale wanatengeneza timu. Story zilianza baada ya goli ya pili ile anashinda Okelo anainuka na kwanza. Na jana mimi wallahi sikujua, ningejua kama Garibu yuko pale ningeenda kumpigia magoti, ningemwambia Garibu mrudisha nani yule beki yule wa Simba yule waliomchukua, mrudishe Simba, haki ya Mungu, ningeenda kumpigia magoti. Simba kwani yeye ndo alikuwa amesababisha kumchukua. Sasa kumbe nyinyi ndio mlimkataa bana wewe, nyinyi kina nani na Simba? Sasa hivi yule atakisema mimi narudi, hakuna anayebisha kwa na Simba. Nani anabisha? Atokeze aseme. Yesu umemwita mzee yule. Nani? Kashaishiwa huyo. Maneno hayo, maneno. Mohamed Hussein kashazeeka, wacha tu aondoke kule. Sisi tunaacha wachezaji waliokuwa wazee. Mechi za kimikakati ndio wanamtumia Yanga. Kwa sasa tunakwenda kutaka ushindi, lazima ende yao, lazima ende Mohamed Hussein. Mimi nilikuwa naenda kupiga magoti, sikujua kama anaenda. Ningejua ningeenda kumwambia tajiri baba, kwa heshima yako mimi mzee napiga magoti kwako, turudishie mchezaji wetu na kuomba, hata kama mkataba nao vunja mkataba arudi, mwambie engineer. Nani yeye avunje Mo? Kwani si tajiri ni yeye bwana? Mo anavunja mkataba na uwezo wa kuvunja mkataba na wewe? Kamleta nani pale? Wachezaji yote wanaleta maguruguja, wewe unaenda kumletea mchezaji anatuna kama unga ngano afu mnashangilia kisa kasababisha penalti. Nitokee hapa na wewe mimi. Tena leo unamkataa? Hebu nipishe bwana wewe. Leo unamkataa? Sio walikuwa wanasema wanatafuta ubingwa uko wapi? Si kila siku kaa tunatukanwa mbele za watu, maana yake nini? Yanga sasa hivi wanaongea wanavyotaka. Miaka 5 afu majitu yamekaa, sisi viongozi wa nini? Mnaongoza vitu gani nyinyi? Sasa miaka 5 mzee Saidi unasema miaka 5 miaka 5 unachukua ubingwa. Wameshindwa na dalali waliokuwa wanamsema darasa la 7 alikuwa anawasumbua Yanga. Nyinyi na usomi wenu mmefanya nini? Miaka 5 wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Afu sema mimi napambania Simba ipate ubingwa. Kamata, toa Kolomeo, tupa kule jela, serikali kukamata Jamhuri ya Muungano. Eti mimi napambania ubingwa, wewe unapambania ubingwa kwa wale takataka zile. Kuna watu mule, angalia shughuli iliyofanyika jana. Tajiri kaja pale hajaongea, paka goli la pili ndo anacheka. Alafu ni mtu mmoja anafanya ile shughuli. Ile jamaa limezwabula zwabu. Huyo mchezaji wao waliomsajili yuko nyuma. Anamsindikiza yule nani yule anakimbia kaa swala yule. Unacheka, unafikiri mazuri unayocheka.
Unacheka nafikiri mazuri. Kwa hiyo jana wewe Chebwedo jana kaumizwa sana na Chebwedo jana kafukuza na Chebwedo jana kabakia yeye kazi yake ni kukimbia mwanzo wa uwanja, mwisho wa uwanja. Imepigwa cross jitu limeenda kushika mpira. Kwa hiyo afu anasema hii kweli hii ni haki. Mtu kapigwa na mpira ndani ya 18 kaugusa mpira. Kinachofuata ni nini? Ule ni mkono ndio. Sasa kumbe afu watu wanasema hii kweli ni haki. Nyinyi ni haki kuweka majitu yasioendesha timu. Wao unaenda kuleta wanasiasa kwenye timu. Mnapeleka kisiasa na ndio maana jela nyingi. Watu wanakwenda mapolisi wengi, mashabiki wa Simba sasa hivi wengi wameshakwenda polisi, wengi wamenyang'anywa wanachama. Sababu ya kuongea ukweli. Haya sasa. Nyinyi mlikuwa mnaipambania timu ichukue ubingwa, uko wapi? Sisi wanafiki. Tarehe 30 ndio itajulikana. Itajulikana wale waliokuwa wanapambania timu na hawa waliokuwa wanapiga kelele kwa hii timu jamani na huu uongozi jamani, ndio itajulikana, au sio bwana? Ana bado mechi moja. Sawa, mimi sikatai. Kwa sababu bado kuna uwezekano mmoja akapoteza hapo. Yaani mimi natamani hata kulia rafiki yangu. Natamani hata kulia yani. Sababu kama naonana na yule mzee nimlilie kabisa. Wewe unataka kuniambia kirudi? Yani nikae nalia namwambia Mangungu umesababisha sisi kaa kila siku tunatukana Mangungu. Yani unalia tu pale kwa Mangungu umesimama unalia tu. Mangungu anakuuliza ni unamwambia wewe toka bwana. Wewe sasa zaidi. Wewe kulia huko ngoja kwanza. Wewe Mohamed Hussein pekee akirudi tayari Simba itakuwa imeimarika vizuri. Haki Mungu tayari. Si yupo Kapombe. Yupo Kapombe na Mligi wanaona kama vile yani waondoke. Pale ni sawa vile Chama alivyorudi, akirudi Mohamed Hussein ndio tayari gari litakuwa limewaka zaidi. Sasa ukumbuke kipindi tuko na kina Mohamed Hussein na kina Chama ilikuwaje? Sasa si ukumbuke Chapesa bwana, naona niumize Chapesa. Si ukumbuke ilikuwaje? Hapo pana Chama, hapo pana Mohamed Hussein. Taka zote zile zilikuwa hakuna. Na tuletea wachezaji wa ajabu wanavaa jezi, wanaharibu jezi ya Simba. Brandi inaharibika. Leta watu wenu wa ajabu. Haya mara ya 5 hiyo. Unasemaje? Wewe unasema mpaka tarehe 30. Ni historia. Bado tarehe 30 umemwacha pointi 2. Amekuacha pointi 2. Lakini bado mna mechi mzee Saidi. Mna mechi na nani? Bado na mechi na JKT. Nani sasa na mechi na Yanga? Yanga ipo na JKT. Kwa hiyo JKT atamzuia Yanga. Anamfuata JKT kule Meja Isamuyo. Ndio mmesema mmeenda kuchezea uwanja. Mimi sijui hilo. Hilo mimi sijajua. Hata mimi najua kwenye pitch tunasema. Nakwambia hivi. Yale majamaa yanaenda kutangaza kiubingwa sijui niseme kutangaza ubingwa kule. Alafu habari nilizonazo wanataka kuleta basi. Swaliletaga basi sijui lina gorofa. Valio anataka kuleta basi. Sijui basi litakuwaje. Hiyo parade wanataka kuleta nini? Hiyo parade hiyo itakayokuepo miaka 5 mwanangu. Yaani kama vile hivi naona tangu Mwishe kazaliwa Yanga wanachukuaga ubingwa. Tangu Mwishe kazaliwa. Sasa Mwishe sala miaka 5. Akia Mungu tangu Mwishe kazaliwa jamaa wanachukua ubingwa. Ngoja. Ile kauli anayozungumza nani diwani, mheshimiwa diwani Haji Manara, huu mfumo utaenda mpaka miaka 10. Unaona zile dalili za miaka 10 hata mwakani. Kwa dalili hizi nazoziona hizi za mapema Yanga anaweza akawa bingwa. Hata mwakani Yanga anaweza akawa bingwa. Tumrudisheni Manara. Haji kaondoka na nyota ya Simba. Maana sasa tabidi tuanze kusema sasa. Mrudisheni Manara. Mzee Manara katoka na nyota ya Simba. Yule si ndo katuacha Simba bingwa. Yule kaja si ndo tumepata ubingwa. Ndio miaka 4 mfululizo. Na mimi nakwambia hivi. Hii salamu nampelekea mwenyekiti nani huyo anayetaka kuwa mfadhili wa Simba, sijui mfadhili, sijui nani huyo mwekezaji Jairuti unaitaka Simba. Yule mfadhili. Mzabuni. Jairuti unaitaka Simba. Wewe mzabuni wewe Jairuti. Mimi saa hizi mtaniona kama chizi. Lakini hao unaowaendekeza mnaowapa hela. Alafu wanakwenda wale wanaoipigania timu wanaongea maneno yao ya ajabu kwa kusema sisi wanafiki. Jairuti, kama utapewa hiyo timu na hao jamaa zako, usipoitengeneza timu wanakuja kukugeuka na hela zako. Kwanza nataka nimwambie Jairuti, mpira ni hasara. Mpira hauna faida. Mpira hasara. Mpira ni hasara.
faida yake unakuja kuipata baadaye. Kama hivi Yanga imeteseka, sasa hivi wanakula faida tu. Kwa sababu wewe burudani miaka mitano kila kinachofanyika kinaonekana kiko bora. Ndio. Wewe ndio unataka kuchukua timu itoe kwenye matatizo uipeleke katika hali ya burudani. Jairuti, utaweza? Kwani ashindwe? Na kama utaweza, usichukulie kuwa kwamba mimi hawa viongozi waliopo hapa wanaotaka kusaidiana na mimi au nisaidie timu watakusaidia. Pale hamna mbwa. Kibiriti mbwa. Tumzungumzie Arani Okero. Jana tunashuhudia hat-trick ya 3 kwa wachezaji watatu. Nilishasema siku nyingi. Yule mchezaji kaingia dirisha dogo. Lakini mpaka sasa hivi anasumbua. Ni mchezaji mzuri. Viongozi wa Simba walishindwa kwenda kumchukua mchezaji. Ikiwa tayari tuna mfadhili au mtengeneza jezi yule, sijui mnamuita nani, sijui. Mzabuni. Amesema tuchague mchezaji muhimu tunayemtaka sisi. Okelo angekuja angetusaidia. Sasa matokeo yake Okelo kafuatwa na engineer, sikenda kamchukua yule mtoto, kamleta yule pale anasumbua sasa. Mkatia tamaa kipindi kile mechi za mwanzoni hilo wamesajili Garasa. Nilisema na niliweka sawa, nikakwambia Okelo kakuta timu imekwenda kwenye majeraha, wachezaji wengi wako majeruhi. Ni kweli. Nililisema, na ndio maana nyinyi mnamuona kama mbovu, lakini Okelo sio mbovu. Okelo ni hatari. Babu, mimi nilikuwa namfuatilia kwenye timu ya taifa ya Uganda. Timu ya taifa ya Uganda ile. Kwanza yule mtoto akiwa na mpira hujui yuko wapi. Kwa mpira hujui mtoto alipo. Akiwa hana mpira hujui. Hana mpira hujui alipo, Anajificha. Yaani unashtukia pap kaishaleta madhara. Ndio unajua kumbe huyu alikuwepo. Tayari kaishaharibu. Ndio ile kauli ya kusema akiwa na mpira kidogo hana madhara. Ila asipokuwa na mpira. Yaani asipokuwa na mpira yule mtoto ni mbaya vibaya. Hata kama goli la pili bwana. Goli la pili Boka kama kawaida anamwaga maji. Goli la tatu. Wewe ulimuona yule mtoto? Ulimuona? Nilikategemea pale Depu ndo atapiga yule mpira wa kichwa. Depu umemkosa bwana, umemkuta Starboy. Alikuwa kajiposition vipi? Peke yake. Ndio nakwambia mbaya. Peke yake wa pili Mungu. Yaani utafikiri uwanjani hayupo. Na mimi nilivyomwona akajiposition, nilikuwa nimekaa na mwanangu Alima, wote si watu wa Simba tunaiangalia ile mechi. Mwanangu Alima jana akakataa kuangalia mechi ya Simba. Baba, tuangalie mechi inayotoa matokeo ya sisi kuwa mabingwa, yani Simba. Labda leo kichochote. Sina yeye anaona kwenye mitandao. Zile kauli zilizotoka. Sina Mwagala jinsi alivyokuwa anajitapa, mwanangu akajua, nikamwambia hamna kitu hapo mama. Kumbe naye alikubaliana. Yule alipokuwa akajiposition, mwanangu akasema, baba mbona umemwacha Okelo? Ila anasema baba umemwacha Okelo. Maji yamemwagika. Nikamwambia goli la ngapi yule mwanangu? Chuma ya 3 kijana anaondoka na mpira. Nikamuuliza twende huku. Tunataka tubadilishe tu. Umeme linazima. Unataka urudi nyumbani? Nataka kurudi Simba tu. Umeme kuna wewe unataka kuniambia jana kama kawaida kama mechi zizo ya nyuma ya tarehe 24. Azam na Yanga kule Simba na wengi mkakimbilia huko. Amkwenda Mtibwa, amkwenda Simba, mmekimbilia tena Yanga. Kuwa mchezo unaita kuwapa ubingwa na Simba. Sasa kuna mtu mmoja anasema uongozi wa Simba hujasema kama sisi tunamtegemea mtu. Sasa wewe nyinyi uongozi usiposema, sisi wana Simba si ndio tunasema? Mashabiki ndio na sisi mashabiki ndio tunayeumia. Na sisi ndio tunayetapatapa. Sawa sana mfamaji, ukishatumbukia kwenye maji unaanza kutapatapa, kila unachokiona unataka ushike ujiokoe. Kwa ndio maana unakuta tunasema anaweza akatusaidia Azamu kafumuliwa. Bana TRA kwa sababu alitoa naye draw kule. TRA kala 3. Haya nani sasa? Tumebakiza wapi? JKT. Basi tusubiri na JKT kala 4. Afa alianza kula 5 KMC pale. Shauri yako. Alichezea chuma 5 pale. Alafu kule unaenda kumuonea huruma wanampa 4. Wewe huku unamalizana nani? Hii ajenda ya 3 michezo miwili mfululizo mzee Saidi. Sio ajenda, ndo mpira. Ndo mpira. Formation ya mpira. Mpira unachezwaje? Una wachezaji wa aina gani? Azam kala 3. TRA jana tena kala 3. Jana kuna watu pale wanatoka. Maana mimi umeme ulivyokatika nikaja hapo kuangalia mpira. Mimi natoka pale watu wanamtukana mwalimu, Selemani mwalimu, wanatukana Lonelemba. Wanatukana pale. Wanajua wenyewe washabiki wa Simba. Sasa unaniuliza mimi? Kwa hiyo magoli walikuwa wanakosa au hawajitumi?
Sijui Chapesa, nimuulize mtu anakasirika. Kuna kaka mmoja pale kakasirika na mtukana Mo kama ana akili. Mzee Saidi, mimi bwana hili kuna jambo bado nataka uniweke wazi kwanza. Maana tumeliongea lakini hatukuliweka ufumbuzi, hatukulifafanua vya kutosha. Mechi ya Azam na Yanga tulimwona Yao Kwasi pamoja na Mohamed Hussein. Mechi ya jana Mohamed Hussein hayupo wala Yao Kwasi hakuwepo. Aliokuwepo kacheza Boka nafasi ya Mohamed Hussein kule kama kawaida kacheza Kibwana. Na nani naye hakuwepo. Hii ipoje kwanza? Hii formula ipo vipi? Kwanza nitaanza kujibu pale pale kwa Kibwana. Na ndio maana nilikwambia hivi, Kibwana angekuwa mbovu au hafai, Yanga wangeshamwachia. Na ndio maana walimwachia yule wakampeleka kwa mkopo wapi? Singida, si tumeenda kuokota. Sijui unanielewa vizuri. Kwa hiyo Kibwana Shomari bado yupo. Na kuja kwenye swali lako sasa la msingi ulioniuliza. Yanga wana watu wa mikakati. Kwa sasa tunaenda mechi, tunachohitaji ni matokeo muhimu. Kwa hiyo hii mechi inabidi tucheze kimikakati. Ndio pembeni utamuona Yao, pembeni unamuona Mohamed Hussein. Kwa hiyo hizo mechi za kimikakati. Mikakati yake ya vipi tutafuta ushindi? Azamu anachezaje mpira? Azamu mashambulizi yake mengi anapita pembeni. Anatumia fullback za kuweza kupandisha mipira. Sasa ukisha wa switch wale, Azamu anapotea, wanabaki kucheza katikati. Katikati na nani? Katikati na nani? Na Duke Abuye. Katikati na Damalo. Katikati na nani yule mwingine yule? Mdathiru. Umenielewa? Kwa hiyo hawa watu watatu wanawavuruga wale, wanawapoteza. Kwa hiyo nitaanza na Duke Abuye, nitaanza labda na nani, alafu nitamtoa Duke Abuye au nitamtoa Damalo, nitamuingiza Mdathiru. Mdathiru anaenda kumaliza kazi. Na ndivyo walivyofanya Yanga. Kwa ni mechi ya kimikakati. Lazima upembeni utamuona Yao, pembeni unamuona Mohamed Hussein. Hiyo ni mechi za kimikakati. Kwa nini wanaweka kimikakati? Mohamed Hussein experience mzuri. Mchezaji wa kimataifa. Yao ni mchezaji wa kimataifa. Anajua ni kabeje, anajua ni safiri vipi. Anajua ni tembeeje. Nikipoteza mpira natakiwa niwe wapi? Ndio. Sijui unanielewa vizuri. Yaani niwe katika position gani? Kukata mashambulizi. Na ndio maana moto waliopelekewa Azamu, na ile ndio ilikuwa mechi ya kimikakati ambayo ilikuwa inahitaji washinde, watangaze ubingwa. Yaani wao wajihakikishie kabisa kwa sisi ni mabingwa. Ndio ile watu wamekula 3. Mimi nataka nikwambie, Yanga na Azam ni chui na paka. Hawana ushoga hata kidogo wala ujamaa. Yanga na Azam hawana undugu hata kwa bahati mbaya, hata ujamaa hawana. Yaani wale kila mmoja anamwombea mwenzie mabaya. Yaani sawa sawa Nyati na Simba. Nani anayewahi kudondoka ndo huyo. Kwa hiyo wakikutana pale kila mmoja. Yaani wakikutana ujue wale wanacheza mpira kweli. Wa kutafuta matokeo. Miaka 3 Yanga hakuwahi kuchukua pesa ya matangazo kutoka Azam Media. Miaka 3 walikataa Yanga kuchukua pesa. Nyie mnaweza? Miaka 3 kila ikija Azam wenyewe anapeleka moja kwa moja tu benki. Kila ikija Azam wenyewe anapeleka. Miaka 3. Hawapewi viongozi akasema bwana mzigo wenu. Walikataa kabisa, wakasema sisi hatutaki. Hela hii haitoshi, tunahitaji iongezeke. Yanga mimi ninavyowaita Wagalatia mnaniona michi hizi. Nyie mnaona kama vile mimi nawatania wale. Wale walikataa kabisa miaka 3. Leo ndio uje useme eti wamefanya matokeo na Azam. Na wale wewe unamuona Fei, wale walikuwa wanatafuta walipize wapi, na bado wale bado hawajalipiza. Kwa Azam hawajalipiza bado. Mimi nakwambia upo hapa, tumekanyaga ardhi ya Mwenyezi Mungu. Yanga bado hawajalipiza kuwaumiza Azam. Kwa hiyo kisasi lazima kitarudishwa tu. Yaani kile kisasi bado kipo. Kile cha kumchukua Fei, kile kisasi bado kipo na hakiishi mpaka watimize. Yaani Yanga wale wote wanaovaa nguo za design hii wana visasi vibaya mno. Brazil wale pale wana visasi mpaka leo. Na Ujerumani walipigwa 7 wale kwenye kombe la dunia. 2000 na ngapi? 7 8 zilikuwa. Sijui walipigwa wale bado wanajitafuta. Utakuja kuwaonea huruma Ujerumani. Iko siku. Ndio sawa na Yanga. Yaani Yanga waone kama vile wajinga, wanatafuta tutakuja kuwaumizaje wale Azam.
Sasa hivi mwana Yanga yoyote ukimuuliza kuhusiana na swala la Fei akwambia sisi tulishaachana nalo. Waongo. Bado liko moyoni. Yaani bado anaendelea kuwa na dokodoko lao, wanajua liko moyoni. Yaani liko moyoni. Na wanakwambia kwani umeona Simba walivyofanya? Wamemchukua Chama muda gani? Sisi bado tunamhitaji. Wakaenda wakakata. Sisi tukaanza kusema hamna lolote, hatumtaki Chama, sijui mguu mbovu, sijui nini, sijui duka. Uongo. Watu walianza kuumizana. Yule nani yule ndugu yangu yule Msukuma yule nani yule Masatu, nimekutana naye asubuhi, natoka kazini, nimetoka night. Naambia kaka Masatu, shikamoo. Wamemtangaza nani? Kaka vipi, wameshamtangaza? Mimi nakwambia jamaa wafai. Wamemtangaza nani? Nani? Chama. Nikamwambia brother, si nilikwambia, lakini Chama chukua, wakaniona mimi muongo. Tunaenda kutoa posa au sio wewe? Sisi nilikwambia wameshamtangaza. Hatukusalimiana wala hatukuongea vizuri. Kashavurugwa shabiki wa Simba mzee. Kwa hiyo hichi nakwambia, kaa nacho, utakuja kusema bwana yule mzee alisemaga kweli. Hawajamaliza wale. Bwana, kuna kauli imetoka ya semaji Ali Kamwe, anasema jana baada ya mchezo wana kauli yao, wanasema aibu wataona wenyewe. Wala sio uongo. Aibu tunaona sisi. Aibu tunaona sisi ambaye tulikuwa tunatamba mwaka huu sisi mabingwa. Wewe unatamba kitu ambacho hukipati, ni nini? Sio aibu hiyo? Hiyo aibu shekhe. Kwa hiyo huzuni. Ndio haya niliyokuwa ninayasema. Sio aibu, ni huzuni moyoni mwetu. Tunatembea tumeinamisha vichwa chini. Ukikutana na mtu wa Yanga unamkwepa. Yule anakuja. Alina sasa amesema bado. Sasa sijajua huenda aibu kwenye NBC au FA ndio nawakuta zaidi. Tusubiri. Siku ile uliniuliza pale. Tusubiri. Tumalize na ile mzee Saidi. Baadhi ya mashabiki wengi wa Simba wamelalama mchezo kupelekwa Gombani Pemba. Baadhi ya mashabiki na wanachama. Wala sio baadhi. Mashabiki wengi wote. Sasa kama wanaume wasuse kwenda, waiache timu iende peke yake. Na hao viongozi wao, hao viongozi wa Simba wanaoshindwa kuitetea Simba, waache waende na timu si ya kwao. Nimemsikia ndugu yangu pamoja na kuwa yeye ananiongelea vibaya, mimi sina haja ya kumuongelea vibaya. Nimemsikia ndugu yangu Shabani Mpira Pesa analalamika, anasema mimi sintoenda Zanzibar. Kwanza kwa nini watupeleke Zanzibar? Katoa hoja. Hoja zake zina msingi. Mimi ukiongea kitu kizuri na kupa pongezi yako, hata wewe unitukane vipi. Lakini ukiwa unaongea utumbo, mimi sikusupport hata siku hii. Moja. Ameongea hoja 3 za msingi. Na ni kweli ni za msingi. Sahihi. Wewe ulishawahi kuiona timu ya Zanzibar imekuja kucheza Tanzania? Sijawahi. Hoja ya msingi hiyo. Sahihi. Hiyo ni hoja ya msingi. Timu ya Zanzibar inayocheza ligi ya Zanzibar ikaja Tanzania bara au mashindano yakaletwa huku yakaja kuchezea huku. Umewahi kuona? Hoja ya msingi sana hiyo. Na ni hoja ya kukaa watu wa Simba na kuifikiria, je, hii hoja ina mashiko? Sasa kama ina mashiko, basi tuache, tusiende, tusiifate timu. Sasa msipoifuata nani? Si ya kwao hao wanaoambiwa kitu wanakubali ndio waende. Kama ukubali, kataa, sema staki. Yaani taasisi imeshapanga, uongozi na daraja. Simba haitovurugika, siendi. Sasa tunanyang'anywa na hela zako, siendi, umenitumia siji. Unanyang'anywa ushindi. Potelea mbali, wapeni wa bure. Msimamo kesho warudii. We nini bwana? Unajua kila kitu. Tizama sheria inasemaje. Unauliza swali la msingi. Timu za Zanzibar zina mashindano yao kule, zimeshawahi kuja taifa. Lakini sisi tuna muungano. Hujajibu swali. Nimeshakujibu. Kwa hiyo nchi ni moja, Simba, Yanga, Azamu, sijui nani ndio zinatakiwa zende zikacheze kule. Si ndio? Ndio muungano. Tusiende huko kwenye mamuungano. Hayo mambo ya siasa tuachane nayo. Tuongelee katika football. Kwa kwamba je, hizi timu za huku haziji huku. Kwa nini? Hatuhoji muungano wala tuhoji nini. Tunahoji timu za Zanzibar. Ni football. This is a football. Tunatoka hapa tunakwenda kucheza mpira. Tunatoka hapa tunapanda boti tunaenda kucheza mpira. Kwani wao mbona hawajapanda? Huenda mashabiki wa timu za Zanzibar huko wako wachache kuliko timu ya Simba na Yanga, kule nao mashabiki wapo wengi. Basi wana wenyewe waje. Sio naifuata timu zao. Timu ya Simba si ya kwao. Timu ya Azam si ya kwao. Waje. Uongozi wanaona bora wapelekee na wao. Sio uongozi huo upande mmoja.
Hata baba mwenyewe ukiwa unampenda mtoto mmoja watalalamika, watakwambia kabisa baba wewe unampenda sana huyu. Kwenye vikao wapo watoto hao wanaongea. Point ya pili alizungumzaje? Na hiyo nyingine mimi nimeshasahau. Sijui aliongea vitu gani. Kaongea vitu vingi, lakini katika point moja wapo nilioishika ni hiyo. Alafu moja aliongea kwa kwamba sijui ni TFF aliwaongelea na TFF. Point ya pili aliwaongelea TFF katika point nilizozishika. Hizi mbili mimi zimenitoka. Kwa wewe binafsi unaungana na baadhi ya mashabiki kuwa kwa nini Simba mimi ndio mtu wa kwanza Chapesa kukataa kwenda Zanzibar. Point ya pili kasema maisha ya kule ni magumu. Kulala tu guest ya kawaida 50,000. Iweje mtupeleke kule? Hiyo point sio point. Sio cha utalii. Achacho nyama kama kidole gumba hiki. Wewe vipi wewe? Nyama kama mshikaki. Sisi tumezoea huku kuondomola manyama. Wewe nenda zako huko ndio. Mimi sisahau. Kwa hiyo hii ya finali nauli nimechangiwa na washabiki mchezo nini? Ile finali mlienda kule Zida Berkane. Sasa na mkarudi bila ubingwa. Bila ubingwa. Na hii inaonekana au inaashiria ni yale mnaenda. Yale. Sasa mnaenda kufanya nini? Ni yale Chapesa. Naenda kufanya nini? Mimi namuunga 100%. Nani? Shabani kaigusa timu yangu. Kwa hili namuunga mkono wala sipepesi. Kwani nani hakuwa ananitukana? Nani? GB. Lakini akiongea kitu cha maana mimi namuunga mkono. This is football. Wewe tukana fanyaje, lakini ukiongea kitu cha maana mimi nitakuunga mkono. Lakini ukiongea upuzi wako na achana na wewe. Bwana Mzee Saidi Gombani wende. Nikatafuta nini mimi? Finali. Nikafanye nini? Finali kuisupport. Na afu narudi kwenye maji na tubila narudi na maji nachezea maji. Kombe. Kombe liko wapi? Kama litakuja sawa tutamshukuru Mungu, tutaenda kuwapokea pale. Tukikosa kama lijafika, yani kama mimi watu wa Simba wote wangekuwa wanafanana na akili yangu mimi, hata Mungu tusingeenda. Gombani msingeenda Pemba. Kwanza hata kidedea kimoja kisingevuka. Kuonyesha msimamo wa wana Simba, kuwatolea timu yao Dar es Salaam kuwapelekea Zanzibar. Hapa kuna mashabiki wengine wanatoka mbali Kigoma. Nakwambia hivi yote hayo Shabani Mpira Pesa kayaongea. Hoja kaziweka za msingi. Na mimi nikasema nikikaa nikiletewa kitonge hili nitamsupporti. Japokuwa yeye anaongea vitu vyake vya ajabu juu yangu mimi, is up to you. Maana yake nini is up to you? Watajua yeye. Mimi sina shida. Mimi ukikigusa kitu kinachoumiza moyo wangu na ukaongea vizuri, mimi nitakusupporti. Ukiongea ujinga mimi nitakuacha na ujinga wako. Ukiongea cha maana nitakuwekea maana na mimi. Neno la mwisho kwa Chobwedo zidi ya Chobwedo hatumtaki Simba. Wa nini? Jana kachemka. Mpaka katolewa. Unafanya mchezo ni nafu ndo huko kwenye mechi za kimikakati. Chobwedo Simba hatumtaki. Kama hao viongozi tetesi za kutaka kumchukua binafsi unaanza kutoa. Nasema hivi, mimi kama wanamsajili Chobwedo, haki ya Mungu mwakani Yanga bingwa. Kama wanamleta Chobwedo Simba, mwakani Yanga bingwa. Hii inatoa kwa kauli yangu mdomoni. Mimi naangalia kule, siangalii hapa. Naangalia kule. Jana hata sielewi. Uelewi, hamna mpira pale, uelewi nini babu? Hata pale pana mpira pana mabio. Nyinyi ndio mmemsababisha kaonekana Chobwedo wa mwana eti anakimbia, na aliyempaisha Chobwedo kuonekana wa mwana Ahmed Ally ndo alimpasisha akaanza kusema sijui kichwa chake kina sola. Wewe binadamu haya ana sola kichwani. Ikiwakajua ndo sola inafanya kazi. Bwana mimi nashukuru. Bwana tulikuwa na Mzee Saidi tukizungumzia mchezo wa Simba dhidi ya Singida pamoja na Yanga dhidi ya TRA. Michezo yote ikitamatika wote wakiwa wamefunga. Yanga ameshinda goli 3-0 dhidi ya TRA, goli zikifungwa zote 3 na Aran Okelo Starboy mtoto wa Uganda, yupo hapa Tanzania. Kule Simba Sports Club dhidi ya Singida goli zikifungwa na Mpanzu pamoja na Ancent Oula. Goli 2-0 wote wakitoka kwa ushindi wa pointi 3 na magoli yao. Bado pointi 2 zipo pale pale kileleni, kila mmoja ashinde mechi zake, lakini je, matumaini ya ubingwa yapo? Lakini mpaka kufikia mchezo wa jana wengi wao wanasema tujipange kwa mwakani pamoja na FA. Sina la ziada, tuendelee kutufuatilia. Wewe mwanafamilia, ili uweze kuwa mwanafamilia ni lazima usubscribe channel yako pendwa, uweze kulike, kushare na kucomment. Pia tunapatikana social media zote, TikTok, Instagram na Facebook, andika Chapesa Media upate habari za burudani na michezo. Tukutane baadaye. Bye bye.